Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. Kwanza tunamshukuru Mungu tukiwa hapa Songea bomba mbili leo tarehe 5 mwezi wa 4, jukwaa la wahariri Tanzania limepata uongozi mpya, japo kuna baadhi ya sura zimerejea hasa sura ya mwenyekiti ndugu yetu Deodatus Balile na makamu wake Bakari Steven Machumu. Hilo peke yake ni dalili njema ya wanachama waliozidi 143 hivi waliokuwa wameonekana kusajiliwa kupiga kura, kama 43 na 47, 143 na 47 kupiga kura zao, na kuonyesha kwamba walikuwa na imani wote na uongozi wa mwenyekiti Balile na makamu wake Bakari Machumu. Hilo peke yake katika kuendesha uchaguzi ulio katika hali ya uwazi, haki na uhuru limeifanya TEFU kujipambanua kama moja ya taasisi za kihabari ambazo zinazingatia misingi ya utawala bora na uongozi wa kidemokrasia kuanzia ndani mwake, kabla haijaanza kunyoshia vidole taasisi nyingine au mihimili nyingine ya dola kama mahakama pengine na serikali na bunge. Kwa hilo tunatarajia kuona TEFU mpya, TEFU yenye ari na yenye nguvu kubwa, hasa baada ya maneno ambayo yalitolewa jana na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ndio mgombea mwenza anayependekezwa na Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, mwezi Oktoba mwaka huu, Dr. Emmanuel Nchimbi, aliposema kwamba amebeba hoja ya mwenyekiti Balile ya ambayo wataingiza katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, hoja ya kuhakikisha kwamba miaka 5 ijayo hali ya uchumi wa vyombo vya habari itakuwa ni moja ya ajenda za kipaumbele kwa serikali ijayo. Kwa hiyo tunaombea ushindi Mheshimiwa Rais Samia na ndugu yetu Nchimbi katika kama wataibuka washindi katika uchaguzi mkuu baadaye, na tunaamini hata vyama vingine ambavyo ni washindani wa Chama cha Mapinduzi ambao nao wataingia katika kinyang'anyiro hicho baadaye watakuja na dhana hiyo, kwa sababu TEFU kama taasisi ya kihabari, moja ya dhima yake ni kuhakikisha si tu uhuru wa habari bali uwajibikaji wa habari, vitu ambavyo kwa pamoja uhuru, haki na uwajibikaji wa vyombo vya habari haviwezekani pasipo nguvu ya kiuchumi. Sawa. Kwenye upande wa mgeni rasmi alivyokuja jana pale, mwenyekiti aliyemaliza muda wake na kuchaguliwa leo tena alionyesha wazi kwamba hali ya uchumi wa vyombo vya habari sio nzuri, licha kwamba angalau inaonekana kuimarika kidogo, lakini bado hali yake sio nzuri. Unafikiri mwenyekiti ambaye sasa mmemwamini tena pamoja na wasaidizi wake wanapaswa kufanya nini hasa kuhakikisha vyombo vya habari kuwa independent pasipo kutegemea tena misaada pengine kutoka sehemu nyingine, kama hivi sasa hivi ni kama matumaini yanafufuka baada ya Chama cha Mapinduzi kuingiza baadhi ya mambo kwenye ilani yao? Hili la nini wafanye si la mwenyekiti na makamu mwenyekiti tu au la uongozi wa TEFU. Hili ni jukumu la kitaifa, na hasa katika muktadha wa mazingira ya sasa hivi. Kipigo cha kiuchumi kwa vyombo vya habari si kilio cha Watanzania pekee. Mabadiliko ya kiteknolojia, hasa kuja kwa mitandao ya kijamii, social media, vitu vingine, kuja kwa uandishi wa habari wa kiraia ambao ni citizen journalism, ni changamoto ambazo zinapaswa kukabiliwa kidunia zaidi, lakini hata kabla kidunia, kitaifa. Kwa hiyo hili ni jukumu sio la TEFU bali la kila mdau kuweka nguvu yake ya kifikra, ya mawazo, ya mijadala ya nini kifanyike kuvitoa vyombo vya habari katika mkwamo huu. Lakini jukumu la kwanza ni la serikali kujenga mazingira ya kisera kwanza na kisheria ambayo yatatoa uhuru na wigo wa vyombo vya habari kufanya kazi kwa weledi, lakini wakati huo kutoa uhuru wa kufanya kazi kwa uhuru ili viweze kujiendesha kiuchumi. Na vyombo vya habari vikiwa uhuru, watangazaji na wadau mbalimbali wa habari wanaochangia maendeleo ya vyombo vya habari wataweka mikono yao.
Leo hii vyombo vya habari ambavyo vimekuwa vikifungwa mikono wakati mwingine au vikitishwa, vinasababisha hata wadau wa habari ambao wanakuwa tayari kufanya kazi na vyombo vya habari kuanza kuminya matangazo, kuminya ushirika wao na vyombo vya habari, na wakati mwingine kutokuwa tayari kutoa hata taarifa, kwa sababu hofu ni jambo ambalo kwa kiwango kikubwa linadidimiza uchumi na ustawi wa vyombo vya habari. Kwa serikali ikijenga mazingira bora, jukwaa la wahariri chini ya Deodatus Balile na Bakari Machumu litakuwa na uhuru, jukwaa litakuwa na uhuru wa kuvihamasisha vyombo vya habari kufanya kazi kwa weledi, na jambo jema ambalo tunashukuru wote tunajua ni miezi ya karibuni tu serikali imeunda bodi ya ithibati ambayo itahusika katika usajili wa vyombo vya habari, na tunajua kupitia bodi ya ithibati baada ya muda si mrefu pengine serikali itakuja na kile ambacho kinasema nakita MCT nini naita kwa Kiswahili nakosa neno lake, Baraza Huru la Habari Tanzania. Kama tutapata kweli Baraza Huru la Habari Tanzania ambayo itakuwa kisheria, na hasa tukiweza kumaliza kuna kutindikiwa kidogo kutojua baraza lipi itakuwa na nguvu kati hili lilopo sasa na litakalokuja, pengine tutapiga hatua ya kuvikwamua vyombo vya habari katika mkwamo wa kiuchumi. Tukumbuke hata kabla ya uchaguzi huu wa jukwaa la wahariri, serikali kupitia aliyekuwa waziri wa habari aliyepita Nape Nnauye iliunda kamati iliongozwa na mwanahabari mkongwe Tido Muhando kufanya utafiti kuhusu hali ya uchumi wa vyombo vya habari, ripoti ambayo tunaamini Profesa Kabudi ambaye leo hii ndio waziri wetu wa habari, utamaduni, sanaa na michezo atakuwa amelichukua na kulifanyia kazi. Kwa hiyo matarajio yangu mimi kama mwanahabari, kama muhariri na ambaye tunasubiri kuthibitisha kupitia bodi ya ithibati, tutakuwa na lango, pengine tutarejea katika ubora ule wa miaka iliyopita ambako tulikuwa na uhuru na ustawi wa vyombo vya habari ambavyo vilikuwa vinajiendesha vyenyewe pasipo kutarajia ruzuku au msaada wa serikali. Na jambo la msingi katika hili, kama serikali itafanikiwa kurejesha hali hiyo, tatizo la ajira litakuwa limepungua sana hapa Tanzania, kwa sababu chombo kimoja cha habari si tu kinaajiri waandishi wa habari na wahariri, la hapana, kinaajiri mameneja wa matangazo, mameneja wa biashara, wasambazaji. Kuna mtandao mkubwa na mpana wa vyombo vya habari, mkubwa kwa redio, kwa televisheni, kwa mitandao ya kijamii, ambayo inasababisha ajira si kwa mkoa mmoja tu, lakini kwa mikoa yote kitaifa. Na kwa kweli pengine serikali ikifanikiwa hili, kwa chagizo ambalo tumelisikia kwa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri akitoa mbele ya mgeni rasmi Dr. Emmanuel Nchimbi jana, nadhani serikali yenyewe itakuwa na kitu cha kujivunia baada ya miaka 1, 2, 3 kama kupitia sekta ya habari imeongeza kiwango kikubwa cha ajira ambacho tumekiona kikipotea kati ya kipindi cha mwaka 2015 na 2025 au katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Sawa, kwa kumalizia, japo sio kwa umuhimu, wanasema mganga hajigangi, lakini kwa hili mimi naamini una uwezo nalo. Ulikuwa mwenyekiti kwa miaka 5 mpaka 6 hivi. Unawezaje kama mtu akisema tofautisha TEF ya Kibanda na TEF ya Balile hii ya miaka hii aliyokaa, unaiona ni utofauti wake uko sehemu gani? Lakini kama kiongozi uliyestaafu na ambaye sasa hivi unabaki kuwa sehemu ya washauri, ungeshauri kitu gani sasa kiendelee kufanyika baada ya hapo? Kwanza kuna tofauti kubwa sana ya kimaendeleo, ya kiustawi kati ya TEF ya Absalom Kibanda au TEF ya Sakina kabla ya Kibanda au TEF ya Makunga ya baada ya Kibanda na TEF hii ya Balile. Tumeona kukubalika, kupatikana kwa kibali kikubwa zaidi. Amesema makamu mwenyekiti Bakari Machumu kwamba wakati ule TEF ilikuwa inajenga misingi. TEF ya uongozi wangu wa miaka 6 kati ya mwaka 2010 na 2016 ilikuwa ni kujenga misingi na uhalali wa taasisi kukubalika. Kwanza tulifanya juhudi kubwa kukubalika ndani ya vyombo vya habari, katika jamii, katika mamlaka za dola na katika mihimili yote ya kiserikali, ya kimahakama na kibunge. Hili tumefanikiwa. Leo hii Balile anajivunia kama mwenyekiti wa TEF
kuongeza idadi kubwa sana ya wanachama. Leo hii tunaweza kujenga ushawishi, tukamuita katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi akaja kuongea na TEF. Tunaweza kumuita mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu akaongea na TEF. Tunaweza kumuita waziri mkuu Kassim Majaliwa akaongea na TEF. Tunaweza kwenda na spika wa bunge. Sio kama huko nyuma kata kibanda hatukufanya. Tulipata kufanya, lakini sio kwa kiwango cha imani na sio kwa kiwango cha ushawishi ambacho tunacho leo hii. Na laiti kama TEF ingekuwa imekwama pale nilipoiacha miaka 9 ilivyokuwa, tungekuwa tumeshindwa. Si Balile tu, hata sisi waasisi. Kwa sababu kitu ambacho umeshiriki kukijenga, unapaswa kukiona kikikua au kikiendelea kuwepo hata baada ya wewe mwenyewe kutokuwepo. Ni kama tunavyomuita Mwalimu baba wa taifa leo. Laiti kama Tanzania ingeondoka alipoondoka mwaka 99, ingekuwa ni kushindwa kwa baba wa taifa. Lakini leo baba wa taifa na waasisi wengine wa taifa hili wengi wameondoka, lakini bado taifa ni Tanzania ni ile moja. Taifa ni Tanzania, taifa ni lile moja, na mshikamano ni ule mmoja, japokuwa kuna changamoto za hapa na pale. Na jambo la kukumbuka na la kumalizia, hakuna jambo zuri na kubwa linalofanikiwa ambalo halina changamoto. Kwa hiyo tusije tukachukua changamoto ambazo pengine mwenyekiti Balile na Bakari Machumu wanakabiliana nazo kama viongozi wa TEF. Hizo ni changamoto ambazo zinaongeza ustawi wa TEF, zinaongeza ushawishi wa TEF, zinaongeza nguvu ya TEF. Na mimi kama mstaafu na mwenzangu Makunga na pengine Sakina Datu ambaye yupo, tunapata muda wakati mwingine kutoa ushauri, na ndio maana tumeendelea kuwa wanachama waaminifu wa Jukwaa la Wahariri hata baada ya kustaafu kwetu. Nakushukuru sana. Asante sana. Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura.